the outside of his boot is Haaland! 2-1 to City! Haaland scores against his former club. With the outside of his boot is Haaland! 2-1 to Bodi ya ligi hao ndo wanasema hivi. Bodi ya ligi wamesema hivyo. Sasa kwa kanuni zitatumika. Yanga wasipeleka timu. Sasa ni mabavu hayo. Na ndio nilikuwa nataka tuje kwenye friji bovu kwa sababu nina sauti yake CEO mtendaji mkuu wa bodi ya ligi akizungumza na bado akishindwa kuweka bayana kwamba kipi kilipelekea dabi kuahirishwa na kukama na haswa kile walichokichakata kama uchunguzi waliofanya, lakini wanaongea vitu minor sana, vitu vya juu sana, vitu lightly sana, bado wanaendelea kututengenezea maswali. Kwa hiyo sababu kama kanuni zitatumika katika mchezo wa Juni 15, kwa nini kanuni hizo hazikutumika tarehe 8 mwezi wa tarehe 8 mwezi wa 3? Kwa hiyo kuna wakati mpira wetu unapaswa kuwa na usawa. Najua bwana kuna wakati mpira wetu unapaswa kuwa na usawa na kuna wakati ukweli uzungumze, lakini kuna wakati kanuni zitumike, na wao kama bodi ya ligi na TFF wamezilea hivi vilabu kwa busara, wakawa wameziacha kanuni ambazo walizitengeneza wao, kanuni ambazo zinawaongoza wao, kanuni ambazo TFF bodi ya ligi lakini pia na wadau wake, kwa maana vilabu vya michezo, vilabu hivi vyote vya ligi huwa vinakutana kwa ajili ya kwenda kukubaliana ipi ipite ipi isipite. Kanuni wanajiwekea wao wenyewe, alafu wao wenyewe hataki kuzifuata hizo kanuni, tena mwenye mamlaka yeye mwenyewe ndo anazivunja hizo kanuni. Kwa hiyo inakuwa haiko sawa, kwa sababu kwa sasa kama bodi ya ligi na TFF wasingekuwa na mabavu na pengine wasingekubali kuingia kwenye huo mtego, mimi nafikiri hili jambo lingeisha muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu haya mambo walikuwa wanapeleka tu kwa masiara, yani Yanga wanasema hatuchezi na wao kama wanawavimbia hivi, hakuna chochote ambacho wanakifanya. Lakini mwisho wa siku jambo limefika pagumu sasa na wao wanatafuta pa kutokea. Kwa hiyo kama ni mtego, Yanga walikuwa wameusuka mtego wa panya, kwamba sisi hatutaki, yani hatuchezi, tunataka kanuni zifuatwe. Unaelewa vizuri? Sasa tunataka kanuni ifuatwe wakati wao wakijua bodi ya ligi kwamba Yanga anasema huwa wanakubali kutumia busara. Yani kuna wakati tunajua kabisa kuna sehemu wote tumekosea, yani Yanga wamekosea au Simba wamekosea, na bodi ya ligi ili kuwabeba mara nyingi huwa wanaketi wanatumia nini? Wanatumia busara. Lakini awamu hii Yanga wameng'ata meno kwamba sisi hatuko katika eneo hilo, na mwisho wa siku sasa bodi ya ligi wanashindwa kuchoropoka. Sijui unasikia vizuri? Ndio. Wanashindwa kutoka, yani wanashindwa kutokea wapi? Kwa sababu wanajua wakiwapa Young Africans haki yao, wao wataulizwa kwamba mwanzo mlifanyaje. Kwa maana wakimpa Young Africans haki, ina maana hapo kuna mmoja inabidi alimwe, ambaye anapaswa kulimwa unajua ni nani? Kwa sababu kama leo bodi ya ligi Young Africans wakiwashika pabaya na bodi ya ligi kweli wakaendelea kukomaa pale, hawataki ku resign au kungatuka, sijui unasikia vizuri au unagusa vitu hapo. Yani bodi ya ligi mpaka sasa hivi wao wanajua wako njia panda. Kwa maana wanajua tukiwapa Yanga haki yao wanaoitaka, tutaulizwa kwa nini mliahirisha mechi, na wataulizwa kwa nini Simba hawakupeleka timu uwanjani, watakuwa hawana majibu. Kwa hiyo hapa sasa hivi kinachotokea, wanajaribu kuomba busara, na Yanga hawaitaki hiyo busara. Na David Pasco, na swali kwako, hivi katika wakati mchezo unahairishwa tarehe 8 mwezi wa 3, kulikuwa na tuhuma za rushwa? Walizungumza hilo. Walizungumzia? Kama ulisikia, walizungumzia kwamba kuna mambo mengi hasa kwenye ile ya pili ambayo ilitoka, kama unasikia. Ndio, lakini haikuchapishwa. Lakini pia kulizungumziwa masuala ya usalama, ukosefu wa usalama. Hicho nacho kilizungumziwa. Hicho nacho pia kilizungumzwa. Sasa mimi swali langu ambalo najiuliza na ili tutafakari pamoja. Unajua, ngoja kwanza huyu kameramani kaa sehemu yako vizuri. Unajua sasa hivi tunaongea vitu vizito hapo.
Alafu kameraman unajivuta isee kweli. Ulikuwa unauliza maswali gani? Kuhusu tuhuma ambazo zilielezwa. Na swali ambalo mimi najiuliza pia na msikilizaji naye atafakari pamoja na wewe David Pasco. Tutafakari kwa pamoja. Walisema wanakwenda kufanya uchunguzi. Sasa mimi maswali yangu, uchunguzi umebaini nini kuhusu tuhuma za rushwa? Na pia taarifa za ukosefu wa usalama zilitoka kwa nani? Na hapo ndio wadau wanataka. Baada ya wao kufanya uchunguzi, nani amebainika kuhusika mpaka sasa na nani amewajibishwa na kwa kanuni zipi? Na mpaka sasa hivi haya hayasemi. Sasa haya ndio yalitakiwa kabla hawajatoa taarifa, hawajaje na mkeka mpya wa tarehe ya mechi Juni 15, mchezo namba 184. Wangetupa kwanza ripoti ya uchunguzi wao. Baada ya ripoti hiyo ndipo wangetoa mkeka mpya kabisa. Sasa maswali haya ambayo tunajiuliza, uchunguzi umebaini nini kuhusu tuhuma za rushwa na taarifa za ukosefu wa usalama walizipata kutoka kwa nani? Na yote hayo inawezekana walipatiwa cha kuanzia. Katika kila kitu ambacho nakifanya huwa kuna source, kwa maana chanzo, lakini pia kuna sample. Unajua sample? Umesoma vizuri wewe masuala ya chemistry. Kuna sample Ndio. Sasa lazima utumie evidence au lazima utumie source, chanzo, kwa maana yule ambaye alikuletea hizo taarifa kwamba kuna changamoto ya kiusalama lazima ufuatilie, hasa kwa upande wa mamlaka za kupambana na kuzuia rushwa, si ndio? Taasisi TAKUKURU, sio? Kwa sababu TAKUKURU ndio wanahusika hapo kama kuna viashiria vya rushwa na nini. Haya tunataka kufahamu waliokuwa wanataka kuhusika na rushwa ni kina nani, timu gani ilikuwa inataka kuhusika na masuala hayo ya rushwa, na pengine viashiria hivyo vilihusishwa timu ipi. Tunataka kujua hilo. Okay fine, lakini kwenye usalama pia. Tuje kwenye usalama. Usalama ulikuwa unataka kuvunjwa na kina nani? Waliokuwa wanataka kuvunja amani kwenye mechi hiyo ni kina nani? Lazima myachakate, myaweke mezani. Lakini kingine, taarifa ulizipata kutoka kwa nani? Taarifa mbona vitu hizi, kwa sababu kama umeweza kukama up na hicho, it means kwamba tayari ulipata hizo taarifa kwa chanzo cha awali. Ndio. Then baada ya hapo wewe unaanza kuzichakata. Ndio. Na baada ya kupata taarifa kutoka kuhusiana na ukosefu wa usalama, nani amebainika? Na unajua kuna mkanganyiko mwingi sana hapo. Tukitaka kuzungumza hapa utawatoa tu damu puani. Unajua kwa sababu gani? Mfano mdogo, Simba walizuiwa kuingia kufanya mazoezi a day before, kwa maana siku moja kabla ya mchezo, sio? Na Simba mara baada ya kuzuiwa na wale mabouncer ambao ilisemekana ni mabouncer wa Young Africans. Unanisikia? Kwamba nasemekana ni mabouncer wa nani? Wa Young Africans, pamoja na meneja wa uwanja, ndugu yangu Mahona. Okay. Mara baada ya Simba kuandika ile taarifa yao kwamba hatutacheza paka hawa waliotufanyia uhuri wathibitishwe. Unaona? Ndio. Bodi ya ligi na kamati zake zilikuja kutoa taarifa kwamba waliohusika na kuwazuia Simba wasifanye mazoezi ni kina nani? Nisikilize vizuri. Ni mabouncer wa timu gani? Unaona? Kama ni mabouncer wa timu ya Yanga, why pale Yanga hawakuadhibiwa kikanuni? Kwa sababu pale ndiko ambako chanzo kilianzia. Chanzo ni Simba kutokufanya mazoezi siku moja kabla ya nini? Ya mchezo. Na Simba usiku wa tarehe 7. Na Simba kwenye taarifa yao usiku wakasemaje? Hawatocheza. Mpaka walichofanya hicho kitendo wafanyaje? Wakomeshwe. Sasa wao kama bodi ya ligi na kamati zao ile ya saa 72 ya dharura walifuatilia kwa ukaribu, wakafahamu wale ni mabouncer ambao walitumwa na Yanga Afrika kwenda kufanya huo ukorofi waliofanya. Na mara baada ya kuchakata kufahamu hilo, waliwaadhibu Young Africans kikanuni, kwa sababu Yanga pale walipaswa kuadhibiwa kikanuni, wangelimwa faini ya milioni kadhaa pale, lakini timu ingeenda uwanjani. Sasa hapo ndiko ambako mkanganyiko ulianzia, kwamba Simba hawakuenda uwanjani, hakupeleka uwanjani. Bodi ya ligi wanakuja wanaahirisha mchezo saa 7 za mchana, wakati tayari asubuhi wanaendelea kuhamasisha watu waendelee kwenda wapi? Kwenda uwanjani kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wenyewe. Na wakati huo mashabiki hawajapewa limit bana, sasa hatutacheza, mechi haipo. Mashabiki wameanza kuendelea kusafiri.
Je, kama mashabiki kutoka Tunduma, kutoka Mwanza, kutoka Mara, achana hao mbali ambao walibook tiketi za ndege za magari, wengine wako hapa karibu, labda labda Pwani, sijui unanisikia, Morogoro hapo. Ndio. Wengine labda wako Dodoma. Najua sisi tukitoka asubuhi pale tunafika tu saa 11 mechi tunaenda kuiwahi, unaelewa. Mechi ilikuwa ni saa 1 alafu bahati nzuri. Kwa hiyo hata watu wa karibu hapo Zanzibar, Pemba bado walikuwa wanaendelea kusafiri, bado wanaendelea kuhamasisha watu waendelee kwenda wapi? Kwenda uwanjani. Alafu baadaye wanakuja na tamko kwamba hii mechi haipo. Sasa unajiuliza maswali. Yale walioyabaini yanatosha kuahirisha mechi? Kwa hiyo hapo ndiko shida ilipoanzia. Kwa hiyo ukiona Yanga wamesimamia jambo lao, ni kwamba Yanga wamekataa busara, ambayo mara zote busara hiyo imekuwa ikitumika. Kwa Yanga wameamua kukataa busara ambazo wamekuwa, alafu of course nilishasema busara ni hiari. Kuna kukubali ama kukataa kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Kuna kipindi nilikuwa namsikia bondia Hassan Mwakinyo anakuambia yeye ni mwana mapinduzi katika tasnia ya masumbwi. Hawezi kubali kupelekwa, hawezi kubali mapromota kula pesa yake. Ndio maana kuna muda yeye anaamua kusafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya kupambana mwenyewe. Unakumbuka alienda Uingereza akapoteza viatu akapasuka kule. Alienda baadaye anakuja kuulizwa na TPBRC kamisheni ya ngumi za kulipwa, uliendaje? Maana hakutoa taarifa kama anaenda kupigana. Huko viatu vikapotea kwenye ndege, akaenda kadundwa, akarudi na David Pasco. Kuna mdau hapa, kuna swali amesema nikusogezee. Anasema David Pasco unaeleza vizuri na hajasema anatokea wapi huyo. Anaitwa ujumbe wake ni mrefu, lakini ngoja nisome hapa chini. Anasema lakini pia David, kwa kuongezea hapo, vipi kuhusu mashabiki tuliotoa viingilio, tunaangaliwaje? Tutatoa tena hela Juni 15? Na nilikuwa nakuja hapo kwa mashabiki kwa sababu chanzo nimetoka kuelezea chanzo, si ndio? Nimetoka kuelezea kisababishi cha nini mechi iliahirishwa. Simba walitishia, walishtua, na wao Simba walikuwa na mguu mmoja ndani mguu mmoja ndani, kwamba mguu mmoja nje mguu mmoja ndani, kwamba wakisema tucheze tunaenda. Maana taarifa nilizopenyezewa mimi, Fadu Davis alikuwa tayari. Zake friji Fadu Davis alikuwa yuko tayari. Yaani kwamba anytime tukaenda kucheza, sio? Tutapiga tu, si bwana, tukutane tukapige. Fadu ni amenyooka sana. Unajua ni Mwafrika Kusini lakini ana damu ya ngozi ya Ulaya kabisa ile pale. Wewe unamuonaje kwani? Bana kitapi Zege Ilali, lakini walishtua kuona kwamba bodi ya ligi watawabaini wale mabouncer. The issue is kwamba sisi tumefanywa uhuni na mabouncer. Kuanzia saa 12 tuko pale. Kuanzia saa 12 tuko pale hadi saa 3 usiku tumezuiwa kuingia. Kwanza mimi siku ile nilikuja hapa nikaongea, nikasema hivi, kuanzia saa 12 hadi saa 3 usiku Simba wako pale. Ina maana bodi ya ligi na maofisa wa TFF hawakupata hizo taarifa kwamba Simba amezuiliwa getini? Wao wasingewahi mapema kwenda kusort out hiyo kitu. Just half an hour unakimbia tu pale, nusu saa umefika, bana una sort issue.